Leo Oktoba 13, 2025. Mahakama imeanza. Majaji wameingia. Lissu ameingia akiwa amepiga kombati ya kaki. Wanachama na viongozi wa Chadema nao wapo. Karani wa mahakama anazungumza na mawakili wa serikali muda huu. Shahidi wa leo, John Kaya, naye ameingia mahakamani muda huu. Amevaa shati la vyumba na mistari. Criminal Session No 19605 gawanywa 2025 Jamhuri dhidi ya Lissu. Anasimama Lenatus Mkude, wakili wa serikali. Lenatus Mkude anasema, nikiwa nasaidiwa na Ajuae, Katuga, Job Mrema, Ignas, Lusoki na Winiwa Kasawa, sote tunawakilisha Jamhuri. Na asubuhi hii tuko tayari kupokea uamuzi wenu mdogo na tuko tayari pia kuendelea na kesi. Mshitakiwa naye anasema yuko tayari. Jaji anasema, mtakumbuka siku ya Ijumaa, Oktoba 10, 2025, wakati shahidi anaendelea kutoa ushahidi, mshitakiwa alitarajia kumdodosa shahidi kuhusu maelezo yake aliyotoa polisi na kulinganisha na yale aliyotoa hapa mahakamani. Upande wa mashitaka ukaweka pingamizi. Pingamizi hilo lilisema taratibu hazijafuatwa wakati wa kutaka kuimpeach shahidi, na hivyo walijikita hapo upande wa mashitaka kwamba hatua ziko tatu ambazo ni kusoma maelezo, kufanya ulinganifu na baadaye kuomba yapokelewe. Yeye alifanya hatua ya kwanza na kuhamia ya tatu, hii ya pili hakuipitia kwa mujibu wa kesi mbalimbali. Kifungu cha 163 cha sheria ya ushahidi kimeeleza bayana. Kifungu hiki kimeelezewa kwenye kesi mbalimbali kuwa lazima hatua zote zifuatwe. Kwa kuzingatia hayo, mahakama inakubali na kuyapokea maelezo hayo kuwa sehemu ya ushahidi wa upande wa utetezi. Jaji amemalizia kwa kutamka kuwa pingamizi la Jamhuri linatupiliwa mbali. Leo kwa mara ya kwanza maelezo yamepokelewa na kuwa sehemu ya ushahidi. Pingamizi la serikali limepigwa chini. Lissu anamtaka shahidi ayatambue maelezo hayo. Ameyatambua na shahidi ameomba yapokelewe kama sehemu ya ushahidi. Tunawasubiri majaji hapa. Jaji anasema kielelezo hicho kinapokelewa na kuwa exhibit D1 kwa maana ya kielelezo upande wa utetezi. Mawakili wa serikali walisema hawana pingamizi. Kinyonge sana kama sio wao vile.